Kwingineko ni kwamba wanafunzi wa gredi ya 10 wanatarajiwa kuanza rasmi masomo yao wiki ijayo kufuatia kusambazwa kwa vitabu vya shule za sekondari ya juu kote nchini. Taasisi ya mtaala nchini KICD na Wizara ya Elimu zikisema kuwa wachapishaji vitabu tayari wamechapisha vitabu na kusambaza 50% ya vifaa vya masomo. Brenda Wanga sasa anaarifu. Takriban wiki mbili baada ya wanafunzi wa gredi ya 10 kuanza kuripoti shuleni, hatimaye vitabu ambavyo vitatumika katika masomo yao vimeanza kupelekwa shuleni. Jumla ya vitabu milioni 11.87 vinahitajika kwa mwaka huu wa kwanza wa elimu ya shule ya upili. For every school, we are sending 2 sets of books for every learning area so that we can enhance variety. If a school has 100 learners, for example, that school will get 60% of the books from one publisher and 40% of the books from another publisher, so that in senior school we start enhancing particularly that competency of communication. Studying in these institutions will start in earnest from next week, which requires that we need to ensure that they have materials in school to allow the teachers to be able to start their curriculum, their training and their teaching of our students. Uchapishaji na usambazaji wa vitabu hivyo umecheleweshwa kwa miezi kadhaa kufuatia mvutano kati ya wizara na wachapishaji kuhusu madeni ya shilingi bilioni 11 ambayo yalikuwa hayajalipwa. Hata hivyo, serikali ililipa sehemu ya deni hilo na kuwezesha wachapishaji kuanza kazi yao muhimu. Vitabu milioni 8 vimechapishwa hadi sasa, huku shughuli hiyo ikitarajiwa kukamilika kufikia mwishoni mwa mwezi huu. We believe that the other balance will be coming soon because we need to first distribute, take the delivery notes to KICD and then get the remaining 60% for grade 10. We believe that you will continue to support us in terms of timely payment of our dues. And because we've shown commitment and goodwill in releasing the 5.6 billion, there is no reason for the publishers, the printers to doubt that the government is going to meet its obligation in paying the pending bill of 4.4 billion so that this partnership can proceed without any hiccups and without any challenges. Kulingana na mipango ya serikali, wanafunzi wawili watatumia kitabu kimoja katika kila somo la msingi. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.